Matatizo mengine ambayo tunayo Kisosyo hapa, kweli nyumba za walimu tuna nyumba 2 ambazo kweli ni nyumba ambazo ni chakavu. Walimu nao walimu 9, lakini mpaka saa hizi tunafunga shule nilikuwa na wanafunzi 976. Kiasi kwamba sisi tuna wanafunzi 629. Katika wanafunzi 629 tupo walimu saizi 5 tu. Na katika 5 mmoja na stafu mwakani mwezi wa 3. Na swali la pili kwamba kwanza tunashukuru vifaa ambavyo tumepata leo. Kwanza tunashukuru kwa mguso wenu na kuangalia kwamba elimu ni kitu cha msingi, kwa hususan kwetu sisi kule tulikuwa tuna printer mpaka tufike Matema toka print. Unaweza kuja Matema kwa ajili ya kuprinti karatasi moja, unaona, afu narudi tena kule. Kwa mimi kwa niaba ya shule ya msingi Ikombe na wanafunzi na wazazi tumefurahi sana kwa tendo kama hili, lakini pia tunasema changamoto nazo nyingi sana, hususan saa hizi katika mazingira ya kazi. Walimu hatuna. Sisi tuna wanafunzi 629. Katika wanafunzi 629 tupo walimu saizi 5 tu. Na katika 5 mmoja na stafu mwakani mwezi wa 3. Umeona? Kwa hiyo utaona kwamba tunahangaika. Kwa hiyo tulijaribu kuorganize wale ambao ni walimu wa kujitolea, lakini bado kipato ni shida kukipata. Kwa hiyo tukajaribu kuomba hata wale ambao wanajitolea, wale form 4X ya form 4 ambao wamemaliza, lakini bado ni changamoto. Wanakaa wanaondoka kwa sababu nini? Kiwango cha ulipaji hakiendani sahihi na kazi wanayoifanya. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba swala hilo tungeweza kusaidiwa zaidi, lakini pia saa hizi mitaala yetu inahitaji ufundishe aidha kwa kutumia hata projector, kompyuta. Ninayo kompyuta moja tu kama mimi mwalimu mkuu, kwa tuna hata kompyuta nyingine ya ziada. Kwa hiyo haya mambo ya msingi mawili haya ni changamoto kwetu. Asanteni sana. Kwa swala la walimu sasa. Ndio. Tunazungumzia walimu wakati mwingine kama ananyosha mikono anasema kocha, asante kwa kuniambia. Ambao kimsingi wale huwa wanalipwa kama sikosa na wazazi. Anayekwenda sasa ni Kisosyo. Wewe hili lipoje kwa walimu wa kujitolea na anakwenda kupiga penalty katika kuhakikisha kwamba wanawalipa? Kwa kweli nimewahi kufanya mikutano 3 ya wazazi. Wanaitikia, lakini mwitikio wa uchangiaji mwanzo unaenda vizuri, lakini tunaona tipu ya pili tutashangaa wamesha acha, nao nadai hawana kipato, kwa sababu kule mazingira ni magumu sana, hususan kijiografia. Shule ya msingi Ikombe, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ikombe. Ndio asante sana. Shuleni kwako hasa kwa kiwango kikubwa zinahitaji msaada, lakini pia tujue vifaa hivi ambavyo vimetolewa leo vitaongeza ufanisi. Ni mwalimu wa shule gani? Mimi ni mwalimu wa shule ya msingi Ikombe. Naitwa Edwin John Kiranga, mwalimu mkuu shule ya msingi Kisosyo. Mimi kwanza kabisa nianze kuwashukuru hawa ndugu wa Matema yetu kwa msaada ambao wametupa shule ya msingi Kisosyo. Tulikuwa na hamu sana kupata kifaa cha projector kwa sababu ya wingi wa watoto ambao saizi wamejazana madarasani. Kwa hiyo kitasaidia kufundisha watoto wengi kwa wakati mmoja. Maana vitu sasa watakuwa wanaviona kwa pamoja. Picha watakuwa wanaziona kwa uzuri kabisa, ambapo itawavutia hata watoto kufika madarasani na mahudhurio yatakuwa mazuri. Lakini pia naenda kuwashukuru sana wa ndugu kwa sababu safari ni safari ya pili. Mara ya kwanza waliwahi kunisaidia mimi kunichangia katika ujenzi wa choo ambao tulijenga nao matundu karibu 7 ambapo mpaka saizi watoto wetu wanayatumia. Kwa na washukuru. Safari ya pili wamenisaidia kuniletea jezi, ambazo jezi ndio saizi wamezitumia hapa uwanjani. Kwa hiyo ni watu ambao kwa kweli katika shule ya msingi Kisosyo wanajitahidi sana kuwa karibu nayo na kuikumbuka. Lakini kwa matatizo mengine ambayo tunayo Kisosyo hapa, kweli nyumba za walimu tuna nyumba 2 ambazo kweli ni nyumba ambazo ni chakavu, zinahitaji ukarabati wa hali ya juu.
Kwa naomba kama Mungu atawabariki tena waweze kunisaidia angalau niweze kuzikarabati hizo nyumba zikaweze kuwavutia walimu kuweza kukaa vizuri. Kingine shida ambayo tunayo sasa hizi kutokana na wingi wa watoto katika shule hii, tunahitaji walimu wa kujitolea. Walimu wapo, ile tunachoshindwa ni hela ya kuweza kuwalipa watu. Tunapata hela kidogo sana kupitia kei zetu mbalimbali na michango mbalimbali ya wazazi, lakini vijana hawaridhiki nazo. Wanahitaji kipato, wanahitaji malipo makubwa. Kwa niombe msaada wao kama itawezekana waweze kunisaidia ili tuweze kupata hata fungu moja la kuweza kuwalipa walimu, nikapata walimu wengi wa kufanya wa kujitolea na kaweza kuboresha shule yangu. Maana hiyo idadi ndogo ya walimu nao walimu 9, lakini mpaka saa hizi tunafunga shule nilikuwa na wanafunzi 976. Kiasi kwamba ni upungufu mkubwa, nahitaji walimu karibu 22. Ile kwa hiyo upungufu na ukiangalia ni upungufu mkubwa sana. Kwa mfano nilikuwa na vijana ambao walikuwa wanajitolea, saa hizi wameenda vyuo vikuu kwenda kusoma. Kwa saa hizi tunapofungua shule sina kijana yote wa kujitolea. Ingawa naendelea kupigana kuwatafuta, lakini wengi wanashindwa kuja kwa sababu ya malipo ambayo yanakuwa ni kidogo sana. Ukiacha sasa wadau, nini kuomba serikali pia katika kuongeza kwenye shule yako? Kikubwa hapa nahitaji sana nyumba za walimu, kwa sababu walimu wengi sasa nao wachache wanakaa mbali na shule. Kwa tunashindwa kuwasaidia sana watoto muda wa ziada wa jioni. Alichokifanya Tikotiko pamoja na nyumba kwa chakavu, ndio hata walimu wanakaa nje ya shule, wanakaa mbali na shule. Alichokifanya ni kumwadaa golikipa. Wako walimu, nyumba ziko 2, kwa walimu 2 ndio wanakaa hapa. Manake walimu 7 tunakaa mbali zaidi ya kilomita 5 kutoka kwa shule hii. Kwa hiyo tungehitaji kama shule serikali ingeweza kutuangalia kwa jicho la pekee, wangeweza kutusaidia hata nyumba. Angalau wangetuongezea nyumba za kuishi walimu, tungeweza kukaa hapa ili tuweze kuwahudumia vizuri wanafunzi wetu kwa muda hata wa ziada. Hivi vilivyotolewa leo mchango katika vitachangia kiasi kubwa sana, kwa sababu sasa nimesema kwamba madarasani watoto ni wengi. Hakuna darasa ambalo liko chini ya 150. Kwa maana yake sasa hizi nitafundisha watoto watakuwa naona live. Kwa hiyo itawasaidia sana kuwajengea uwezo wa kuwa makini na kumbukumbu kubwa sana.